Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club kuelekea katika msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026 2027, ambapo klabu ya soka ya Simba Sports Club wanatarajia kushiriki michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika, bila kusahau klabu ya soka ya Simba Sports Club wanatarajia kushiriki michuano mikubwa ya kombe la ligi kuu ya NBC msimu wa mwaka 2026 2027, ambapo huko bingwa mtetezi wa kombe hilo ni klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Bila kusahau klabu ya soka ya Simba watakwenda kushiriki fainali ya kombe la ngao ya jamii kwa ajili ya kufungua msimu mpya, ambapo fainali hii wanatarajia kucheza dhidi ya watani wao wa jadi. Hapa tukienda kuiongelea klabu ya soka ya Yanga Sports Club, na mkujibu wa ratiba ni kwamba mchezo huu unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumatano, yani tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Sasa kuelekea katika haya mashindano yote ambayo klabu ya soka ya Yanga Sports Club watakwenda kushiriki, basi sote tunafahamu sasa klabu wapo katika ujenzi wa kutengeneza kikosi chao, ambapo tunashuhudia kuna baadhi ya nyota ambao wameweza kupewa go ahead, yani kwa maana kwamba wameweza kupewa thank you, kwa maana kwamba hatakuwepo sehemu ya kikosi cha Msimbazi kuelekea msimu ujao. Kuna nyota wengine watakwenda kuuzwa. Tunashuhudia mpaka sasa Lada Kichasambi ni miongoni mwa wachezaji ambao wameuzwa Singida Black Stars. Mchezaji Jonathan Soa naye pia ni miongoni mwa mchezaji ambaye ameweza kuuzwa katika klabu ya soka ya Singida Black Stars. Lakini wachezaji wengine ambao wameweza kupewa thank you, kuna mchezaji kama Mzamiru Yasin, Shamu Karabua, Musa Kamara Pinpin, Omar Awesu Ali Awesu, bila kumsahau Joshua Mutale Budu ambaye alikuwa kwa mkopo kule Saudi Arabia. Kwa hiyo ni wachezaji wengi ambao kwa upande mwingine wanakwenda kutemwa ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Sasa kuelekea katika msimu mpya ni lazima klabu ya soka ya Simba waweze kusajili wachezaji wapya, wachezaji ambao moja kwa moja watakwenda kuifanya klabu ya soka ya Simba kuwa tishio katika kila michuano ambayo watakwenda kushiriki. Sasa fahamu, kuelekea katika msimu mpya klabu ya soka ya Simba wanatarajia kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa. Kwa hiyo lazima Simba Sports Club waweze kutambulisha kikosi chao, ambapo tunafahamu kuna kile kilele cha siku ya Simba Day, ambapo tunashuhudia kuna kuwa na tamasha ambalo moja kwa moja kuna wachezaji wapi ambao watakwenda kutambulishwa, bila kusahau kuna jezi mpya ambazo Simba watakwenda kuzitambulisha na moja kwa moja zitakwenda kuvaliwa katika lile tamasha la siku ya Simba Day. Sasa ili Simba Day iweze kufana ni lazima klabu ya soka ya Simba waweze kucheza mchezo wa kirafiki na moja ya timu kutokea nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa msimu tunashuhudia Simba Day inatarajia kufanyika tarehe 8 ya mwezi wa 8, kama ilivyo ni siku ya Simba ile tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026, na mchezo huu kwa mujibu wa ratiba utachezwa nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa sababu kumbukwe uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sasa upo katika marekebisho kwa ajili ya michuano mikubwa ya AFCON ambayo inatarajia kutimua vumbi mwakani mwaka 2027. Kwa hiyo Simba kama kawaida basi kile cha siku ya Simba Day kwa sasa kitafanyika nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Na kwa mujibu wa ratiba ni kwamba klabu ya soka ya Simba watacheza mchezo wa kirafiki dhidi ya klabu ya soka ya Power Dynamos kutokea katika nchi ya Zambia, ambapo tutafahamu Power Dynamos ndio mabingwa wa ligi kuu ya nchini Zambia, na Simba wameona hiki ndicho kipimo sahihi, kwa sababu ukiangalia Power Dynamos wanatarajia kwenda kushiriki michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo wanachukua kama sehemu ya mchezo huu, kama sehemu ya kujiandaa kuelekea katika msimu mpya, ambapo tunashuhudia Power Dynamos wameweza kufanikiwa kutoa ubingwa nchini Zambia kwa mwaka 2025-26 wakiwa wamecheza michezo 34, wameshinda michezo 23, sare ikiwa michezo 9 na kupoteza michezo 2. Ndio klabu ambayo imefunga mabao mengi, wakifunga mabao 53 huko wao wakiruhusu mabao 18 na pointi zao 78, wakiutoa ubingwa wa ligi kuu ya nchini Zambia almaarufu kama Zambia Super League. Kwa hiyo tunaona Simba atakwenda kucheza na mabingwa wa Zambia katika kile kilele cha siku ya Simba Day, na itakuwa ni sehemu ya kujiandaa
ama maandalizi kuelekea msimu ujao, kwa sababu wanaamini wanakutana na mabingwa kutokea Zambia, na ni moja ya klabu ambayo mara kwa mara imekuwa ikija nchini Tanzania kushiriki matamasha ya kondo. Hivyo siku ya Simba Day tarehe 8 mwezi wa 8, Simba watakwenda kucheza dhidi ya Pyramids kutokea nchini Zambia, na mara baada ya mchezo huo tarehe 8 tunaona Simba Sports Club moja kwa moja wanatarajia kwenda kucheza mchezo wa fainali ya kombe la ngao ya jamii tarehe 12 ya mwezi wa 8 dhidi ya Yanga Sports Club.